Mariamu mama yako anakuita. Yesu akawageukia wale aliokuwa anawafundisha na akamgeukia huyu mbwa mwaminifu aliyetumwa na Mariamu, akamwambia, mama zangu na umbu zangu ni hawa wanaonisikiliza neno la Mungu. Mariamu, mimi simjui kama mama yangu, mimi nawajua, hawa ndio mama zangu, ndio umbu zangu. Na ndio maana wale waliomwamini Yesu, hao ndio baba zangu, hao ndio mama yangu. Na ndio maana wewe ni kaka yangu, ni mama yangu, kwa sababu wewe ndio utakayedumu katika maisha ya baadaye. Mama na baba ipo siku watakufa, sitawaona tena, lakini wewe utadumu hata milele. Hebu jipigie makofi wewe kuwa baba yangu. Hebu jipigie makofi wewe kuwa kaka yangu. Hebu jipigie makofi wewe kuwa dada yangu. Hebu jipigie makofi wewe kuwa mama yangu, wewe kuwa baba yangu, wewe kuwa dada yangu, wewe kuwa mjomba wangu, wewe kuwa shangazi yangu, wewe kuwa ndugu yangu wa kiroho na wa kimwili pia. Hebu jipigie makofi, piga kelele, kwa sababu umefanya kuwa ndugu wa tofauti. Sema amen. Na ndio maana mtu wa kwanza kwangu ni wewe. Sema amen. Ukipata shida yoyote, hata kama mama yangu yuko mahututi, naanza na wewe. Sema amen. Upendo wangu ni wa milele. Sema amen. Mama kama alimkataa Yesu, shauri yake. Mama kama alimkataa Yesu, shauri yake. Mjomba kama alimkataa Yesu, shauri yake. Baba kama alimkataa Yesu, shauri yake. Ila wewe uliyempokea Yesu ni zaidi ya baba, ni zaidi ya mama, ni zaidi ya kaka, ni zaidi ya dada, ni zaidi ya shangazi, ni zaidi ya mchomba, kwa sababu una undugu wa milele. Sema amen. Undugu wako sio wa hapa, undugu wako ni wa kudumu milele. Sema amen. Na ndio maana Yesu akamgeukia mbwa mwaminifu aliyetumwa na Mariamu, akamwambia, umbu zangu, ndugu zangu, mama yangu ni hawa wanaosikiliza neno la Mungu. Hao ndio dada zangu, hao ndio umbu zangu. Mpigie Yesu kwa hekima na maarifa aliyomjibu mbwa mwaminifu. Sema amen. Sema amen. Mwambie jirani yako, huo ndio ufahamu unatakiwa tembee nao. Hasa baada ya Yesu kuzaliwa, huyo akawa nafsi. Kwa hiyo hawezi tena baada ya Yesu kuzaliwa, hawezi tena kuja ndani yangu hivi. Sema amen. Yeye tayari ana nafsi, na ndio maana alivyofanya, alipopewa tu mwili wa kuonekana kama umbo la kibinadamu, tayari ana nafsi. Huyo tayari anaishi katika nafsi yake. Sema amen. Bado huyu roho ya Mungu, na Yesu anasema sitawaacha yatima, nitamtuma yule Roho Mtakatifu atakayewakumbusha yote. Sema amen. Hamtaweza kuyanena, hamtaweza kuyasema, hamtaweza kuyahubiri isipokuwa huyo Roho wa Mungu kuwa ndani mwenu. Akiwa ndani mwenu, mtakuwa na ushahidi, mtakuwa na ujasiri, mtakuwa na uwezo. Huyo ndio Roho wa kweli. Na Yesu akawaambia kwa kwamba nitakapoondoka, nendeni Yerusalemu, atakuja Roho Mtakatifu atakayewashuhudia yote, atakayewakumbusha yote, naye atakuja kwa nafsi ya Mungu. Sema amen. Na ndio maana wanafunzi wa Yesu alipomaliza sasa, akapaa kwenda mbinguni. Alipopaa kwenda mbinguni, akaja akaketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hiyo anaanza Mungu, anaanza Yesu. Sema amen. Tayari Yesu kwa nini ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba? Kwa sababu ana nafsi. Sema amen. Hawezi kuwa ndani kama Mungu alivyokuwa anaonekana mwanzoni, lazima pewe kiti chake kwa sababu ana nafsi hai. Sema amen. Na ndio maana Yesu anasema ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, kwa sababu alipokuja akawa na nafsi yake, na alipopaa akapaa na nafsi yake, kwa sababu tayari amekuwa na nafsi yake. Sema amen. Na Mungu akampa kiti cha kitakatifu kilichoko mbinguni. Sema amen. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Anayeanza ni Baba, anayefuata ni Mwana. Sema amen. Hebu mpigie Mungu kwa ajabu na maajabu aliyaonesha katika uwezo wake. Sema amen. Wanafunzi wa Yesu, wakati Yesu anapaa kwenda mbinguni, akaja akaketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Huku tayari wanafunzi wa Yesu, njoo kakanoa, wanafunzi wa Yesu wakati Yesu anapaa wanamshangaa Yesu. Wakati anaenda mawinguni, wanashangaa. Wakasimama malaika wawili, njoo malaika, wewe malaika, wewe njoo wewe malaika. Nakuita wewe malaika. Na huyo aliyesinzia mwamshi. Malaika aliyesinzia, sisi tutajua baraka ni nani. Njoo. Sasa unasinzia na kwenye kwaya huyo sinzia. Uone kama inapotea biti. Unaumwa? Haumwi. Haya, nyie ndio ni malaika. Wanasema kama watoto ni malaika, amna. Binadamu ni binadamu. Mungu abariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Hebu simameni hapo, simameni hapo, simama hapa. Niangalie basi unavyokugeuza. Simama hapa malaika. Leo umekuwa malaika. Amina. Mungu akubariki sana. Sasa huyo ambaye wakati anapaa, ambaye ndiyo Yesu, wakati anapaa kwenda mbinguni, alipotokomea kwenye mawingu, akaenda akaketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, Mungu aliyemwandalia kiti cha enzi. Sema amen. Wakasimama malaika wawili, ndio wakamwambia hawa wanafunzi, akawaambia wanafunzi, huyu mliyemwona anapotelea kwenye mawingu atakuja siku hiyo hiyo kwenye mawingu na mwaliko wa malaika kuja kuwachukua wateule wake. Msisahau, amewaambia nendeni Yerusalemu mkapokea ahadi ya Baba yenu aliyowaahidia. Wanatoa taarifa na hao wanafunzi wa Yesu, na wao wakaenda Yerusalemu. Walipoenda Yerusalemu, na malaika wakaenda zao mbinguni. Nendeni mbinguni, ambao mbinguni sasa ni kwa huyu Bwana. Sema amen. Ni nje tena huku. Usingizi bwana. Hao naenda kutoa tena. Hebu wapigieni makofi malaika wa mchongo. Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako I love you so much. Mwambie tena nakupenda sana. Mwambie umeona malaika wa mchongo. Hao ndio malaika wa mchongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaika wakaenda wakakaa. Walipoenda kukaa kwenye enzi zao, waliobaki sasa ni wanafunzi wa Yesu. Sema amen. Wanafunzi wa Yesu wakaenda Yerusalemu, wakaanza kupiga story. Unajua bwana na hiyo siku ilikuwa ni siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste ni siku kama leo hapa Biharamulo huwa tunakuwa na siku ya Pentekoste. Mnaijua siku ya Pentekoste ni Alhamisi na Ijumaa. Wanakusanyika makabila mbalimbali. Ukimtafuta Mjaluo unampata, ukimtafuta Mkuria unampata, ukimtafuta Msukuma unampata. Siku ya soko, sisi tunaita siku ya soko, wao waliita siku ya Pentekoste, ya kukusanyika mataifa mbalimbali kuja kupiga story, kubadilishana, kunywa divai, kunywa pombe, kufanya kucheza ngoma. Hiyo ndio ilikuwa ni siku ya Pentekoste. Alafu na watu wenye akili ya kijinga, ya kichwa kikubwa ndani